Ukweli kuhusu maisha ya wachezaji wa ligi ya ndani na kucheleweshewa kwa mishahara yao au kulipwa pesa chini ya kipaji chao. Huu ni ukweli usiofichwa kuhusu maisha ya wachezaji wa ligi ya ndani. Karibu msikilizaji kwenye kipindi chako pendwa cha Extra Time, kipindi ambacho kinachimba zaidi ya dakika 90 za uwanjani. Mimi ni David Kiamani. Leo hatuzungumzii kuhusiana na magoli na wala hatuzungumzii kuhusu takwimu, bali leo tunazungumzia maisha halisi ya nyuma ya pazia kwa wachezaji wa soka la mpira wa miguu, ikiwemo maisha ya wachezaji wa ligi ya ndani. Mara nyingi wachezaji wanaangalia kuhusu ndoto zao, maumivu yao na hata ukweli mchungu ambao mara nyingi hauwekwi wazi. Wachezaji wengi kuwa mchezaji wa mpira ni ndoto ya maisha, umaarufu, kutafuta pesa ni heshima, lakini kwa baadhi ya wachezaji wa ligi za ndani ndoto hii hugeuka kuwa mapambano ya kila siku. Kuna wachezaji ambao wanaingia uwanjani wakicheza kwa moyo wote, lakini mfukoni hakuna hata nauli ya kurudi nyumbani. Huu ni kutokana na upendo wa dhati alionao mchezaji katika soka la mpira wa miguu. Jaribu kuwaza kama wewe mchezaji anasakata kabumbu, mfukoni hakuna chochote, nauli nyumbani hana ya kurudi, familia inamtegemea, soka linamtegemea. Nini akifanye? Biashara hana, mtaji hana, ajira ngumu mtaani. Hakika inaumiza. Soka la Tanzania si ndoto ya wachezaji kwa ajili ya kufikia kesho yao, bali ni ndoto pekee inayomfanya mchezaji awaze zaidi, si Tanzania tu, hata ulimwenguni huko katika soka la ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hebu fikiria, kuna baadhi ya wachezaji wanasaini mikataba ya mwezi, miezi na hata miaka na kuahidiwa mshahara kutokana na mikataba yao, lakini ukweli ni kwamba wengi wao kufululiza muda mrefu bila malipo yoyote. Wachezaji hawa wanaamka asubuhi, wanaenda mazoezini, wanacheza mechi kadhaa, wakati mwingine wanajeruhiwa, lakini bado hawana uhakika wa kipato chao. Na ukiwauliza kwa nini hawaongei, jibu lao si rahisi kulitoa, lakini muda mwingine jibu lao ni rahisi tu. Wengine wanasema nikiropoka nitafungiwa au kuachwa, hivyo inalazimu kuwa kimya. Maskini ya Mungu, nini kizungumzo kwa wachezaji hawa? Nini wanatafuta? Nani anawahangaikia? Nani anawaona? Nini kinatazamwa? Sikio limefumbwa, macho yamefunikwa, hakuna wa kuangalia, hakuna wa kuwasikia. Masikio wameweka pamba. Nani wa kuweza kutoa pamba hizo ili waweze kutazama? Nani wa kutoa pamba hizo ili waweze kusikika? Nani wa kutoa macho haya waweze kuona kila ambacho wanakipitia? Maumivu ni makubwa moyoni mwao. Tunaona mastaa kama Mbwana Samata aliyefanikiwa kucheza Ulaya au Simon Msuva. Tunafikiri kuwa kila mchezaji ana maisha kama ya kwao, lakini ukweli ni kwamba kila mchezaji ana maisha yake. Mchezaji mmoja aliwahi kusema, tunapiga pasi nzuri uwanjani, lakini maisha yanatupiga pasi mbaya nje ya uwanja. Mwingine akasema, mashabiki wanaona furaha yetu tukishinda, hawajui njaa tunayorudi nayo nyumbani. Hakika inaumiza, hakika inatesa, mioyo imejaa uchungu kwa wachezaji hawa. Nani wasikie? Nani waone? Masikio ameweka pamba, nani anatoe pamba hizo ili waweze kusikika? Hakika ni maumivu makubwa kweli kweli. Hata hivyo, tatizo si kuchelewa tu kwa mishahara yao, bali pia kiwango kidogo cha malipo kulinganisha na kipaji chao wanachokionyesha uwanjani. Yaani wachezaji hawa, kuna wachezaji wanaocheza dakika 90 kwa jasho na damu, lakini mshahara wao ni mdogo kuliko hata mfanyakazi wa kawaida mjini. Wakati mwingine mchezaji analipwa laki chache tu kwa mwezi, lakini anatakiwa kuishi maisha ya mchezaji mkubwa. Nini afanye? Jamani, inaumiza, si kama kuweka uchungu moyoni. Kwa upande wa nje ya uwanja, maisha yanakuwa tofauti kabisa. Wapo wachezaji wanaoishi vyumba vidogo, wengine wanakopa pesa ili kukidhi mahitaji yao, wengine wanategemea familia zao, huku wao ndio walitakiwa kuwasaidia. Na jambo la kushangaza zaidi, mashabiki wanapowaona wachezaji uwanjani wanaamini wanaishi maisha mazuri, ikiwa wengine wao wanaishi maisha magumu kweli kweli. Maisha yao ni
ni kutafuta, maisha yao ni kuungaunga. Hakuna kutengeneza mstari mzuri, si kama barabara ya lami, bali ni barabara yenye vumbi. Nitatumia kauli ndogo tu, wengine wanapenda kuita barabara yenye matope makubwa. Hakika maisha yao ni magumu kweli kweli, yanakuwa na changamoto nyingi. Hakuna wa kuwasikia, hakuna wa kuwaona nini kifanyike, hakuna wa kuwatazama kwa ajili ya kuwasaidia. Hata hivyo, shinikizo la kucheza vizuri kwa wachezaji, shinikizo la mashabiki na presha ya maisha magumu, vyote hivi vinaathiri afya ya akili ya wachezaji, lakini hivi vyote havizungumziwi sana. Wachezaji wanatakiwa waonekane imara kiakili, kimwili na kifikra ili kuboresha uwajibikaji wao katika soka la mpira wa miguu. Wachezaji hawatakiwi kuonesha udhaifu, lakini ukweli ni kwamba wapo wanaopitia msongo wa mawazo kimya kimya bila kutoa taarifa sehemu yoyote, wakijua kuwa hakuna msaada wa kutosha. Kwa upande mwingine, kuna ahadi nyingi hutolewa wakati wa usajili, lakini si zote hutimizwa. Mikataba mingine haitekelezwi ipasavyo na wachezaji wengi hawana msaada wa kisheria. Matokeo yake wanakaa kimya, wanavumilia kwa sababu wanahofia kupoteza kile kidogo walichonacho. Ni kweli kwamba vipaji vingi vimepotea, sio kwa kukosa uwezo, bali kwa kukosa mazingira mazuri, ambapo wachezaji wengi wanaacha mpira mapema, wanatafuta kazi nyingine kwa sababu ndoto haiwalipi. Jamani, ndoto haiwalipi. Je, nani anawajali wachezaji hao? Hili ni swali la kujiuliza. Na je, nani anasimamia kwa ajili ya wachezaji hawa? Na je, vilabu vinatimiza wajibu wao kwa wachezaji? Je, viongozi wa soka wanachukua hatua yoyote? Na je, upande wa mashabiki wanajua ukweli huu? Pamoja na changamoto zote, bado kuna matumaini. Kuna baadhi ya vilabu vinaanza kuboresha maslahi ya wachezaji. Kuna wachezaji wanaojifunza kusimamia haki zao. Pia kuna mijadala inayoanza kufungua kuhusu masuala mazima ya wachezaji. Mpira wa miguu si magoli tu, bali ni maisha ya watu, ndoto za vijana, ikiwemo mategemeo kwenye familia zao, na ni safari yenye changamoto nyingi kuliko tunavyodhani. Wakati mwingine dakika za extra time ndizo zinaonyesha ukweli halisi kuhusu mchezo wa soka ulimwenguni. Hii ni Extra Time ya SAUT TV. Mimi ni David Kiamani. Tukutane tena wiki ijayo, tukachimbe zaidi na kile kinachoonekana zaidi na zaidi. Tukutane wakati mwingine, utapata madini.